tumekuwa kama nchi na mashujaa wa ukombozi ambao kwamba waliweza kupigania taifa hili tukufu la Kenya kutoka katika minyororo ya ukoloni, wakiwemo wengi tu ambao kwamba tunawajua. Vile vile kumekuwa na ukombozi wa pili ambao kwamba umekuwa ukombozi wa kuhakikisha Kenya inasonga katika masuala ya kidemokrasia. Hao pia naomba tuwape kongole kwa sababu wametufikisha pale ambapo tupo, kwamba tunaishi katika awamu ya kidemokrasia. Na ukiangalia nembo ya masuala ya mageuzi ya kidemokrasia, basi mwenda zake marehemu Raila Amolo Odinga, Jacom Tinga, baba yuko katika mstari wa mbele katika wale ambao kwamba wamepigania sana mageuzi ya kwamba nchi hii inasonga katika masuala ya kidemokrasia. Lakini vile vile pia tuseme kwamba baada ya hao mashujaa kama hao, mzee wangu kutoka Mbweka amezungumza kuhusu mashujaa ambao kwamba wanatokea miji yetu salama. Naomba tuwapigie makofi mashujaa wetu, wazee wa mitaa ama village elders pamoja na nyumba kumi. Tunashukuru sana uwepo wenu, tunashukuru jitihada zenu, tunashukuru kakamavu wenu na kujitolea kwenu, kwa sababu hata bila mshahara kila tunapowaita kama shirika mnakuja ili kwamba tuweze kusongesha masuala ya mustakbali mzuri wa jamii. Sisi tunapatia salute sana, tunasema mnafanya kazi nzuri. Labda hamjaanza kupata mshahara, lakini Mungu mwenye neema siku moja atakuja kuonekania, kwa sababu kazi mnayoifanya ni ya kishujaa, ni kazi ya kujitolea. Asanteni sana. Makombozi ya tatu ama mashujaa wa aina ya tatu, niseme tu Madam DCC na kamati yako kwamba vijana wako katika hali ya taharuki kubwa kwa sababu ya hali ya maisha, makali ya maisha na sintofahamu za kifamilia. Vijana amejipata anahangaika sana, hususan na stress, msongo wa mawazo na hata depression. Na mara nyingi kijana kama mwenye amekuja akisema amekuwa kila mugoka miaka 8, ukifuatilia huenda ikawa kuna sababu ambazo zilimfanya akafikia hapo na hakupata mtu wa kumshika mkono. Kwa hivyo mimi ningependa kusema kwamba happy Mashujaa Day kwa kijana yeyote ambaye kwamba amejipata katika lindi la simanzi na bado anapambania maisha yake. Naomba tuwapigie makofi vijana wote ambao kwamba wamejipata katika lindi la msongo wa mawazo lakini wanapambania maisha yao. Nyinyi ni mashujaa. Hususan wale ambao kwamba wamejipata wameingia katika masuala ya mihadarati na wanajikokota wakitaka kujisalimisha. Hususan ndugu zetu ambao kwamba wako pale rehab na pale kwa mat clinic. Naomba tuwaite ni mashujaa kwa sababu wameona kwamba kila ambacho wameingia ndani yao si kizuri na wako katika mapambano ya kujaribu kujitoa hapo. Na vile vile ningependa kuwaita mashujaa na kuwashukuru kila mmoja ambaye kwamba anachangia kuhakikisha kwamba vijana wanapewa fursa ya kujiexpress na kuweza kupona kutokana na zile changamoto ambazo wanapitia. Kwa hivyo ningependa kusema ofisi zote, ofisi yako Madam DCC ikiongozwa hapa Matuga kwa kutupatia support ili kwamba tuweze kusupport wale vijana. OCS Bwana Busiene na kikosi chako cha usalama, kila tunapokuja tukigonga mlango mnatusaidia vile ambavyo tukae pamoja na tuweze kuelekeza vijana. Kwa hivyo nasema tunashukuru sana. Vile vile marafiki wote wa vijana, akiwemo kakaangu ambaye leo hii labda anashirikia mashujaa mahali kwingine, Rashid Abdalla, kwa kuleta Rashid Abdalla Super Cup kuhakikisha kwamba vijana wenye talanta kila muda wanapata kucheza na kuweza kusherehekewa na kupata zawadi kemkem. Kwa hivyo nasema yeye pia ni shujaa. Vile vile niweze kutambua mashirika yote ya vijana ambao kwamba yanajitahidi wakifanya kazi pamoja na serikali ili kwamba kusaidia mustakabali wa vijana. Ningependa kutaja wachache ambao kwamba wanatoka Matuga, labda sio wote, lakini tuweze kutambua Kwale Focus kama shirika, tutambue Matuga Arts wamekuja kututumbuiza hapa, tutambue Kwale Arts, tutambue wa hapa West Management, tutambue Green Minds Youth Initiative, tutambue Wezesha Women Group pale Tiwi, tutambue Kwale Youth Assembly. Kila mmoja ambaye kwamba yuko katika ukombozi wa vijana
tumsherehekee kama kijana. Vile vile hii ni special. Ningependa wale wenzangu kutoka shirika la Samba Sport, naomba tusimame tafadhali. Madam DCC, I salute these people, kwa sababu tuko na vijana zaidi ya 70 tukiwa pale Samba Sports, na wengi wao hawana mshahara. Mpaka sasa hivi katika vitabu vyetu wenye wako kwa mshahara ni 22 peke yake, lakini kuna zaidi ya 40 ambao kwamba hawana mshahara na hawana allowance. Ukisikia wameenda kwenye mashule kufanya mentorship, wamekuja mitaani kufanya shughuli. Jana walitembea na gari langu binafsi wakitangaza Mashujaa Day, na leo wamerauka saa 12:30 wakihakikisha kwamba mahema amekuja, vitu vimepatikana na sound imepatikana, bila allowance, bila mshahara. Naomba tuwapigie makofi jamani. Nyinyi ni mashujaa, na kwa ajili ya ile kazi mnayoifanya kwa jamii yenu, Mungu ataonekania. Nimalize, Madam DCC, mweza kukaa, kwamba kijana akiwa Samba Sport ni kijana mwenye ako na degree na ako na diploma, lakini kwa sababu hajapata kazi mahali kwingine, inabidi tunamfanyia mentorship ya kusaidia wengine. Kwa hivyo asionekane kijana amevaa jezi na ID ya Samba Sport na kuna nafasi ya kazi ambayo kwamba angeweza kupata, isemekane huyo ana kazi tayari pale Samba. Tunapenda kuwa mentor, na endapo inatokana nafasi kwamba kijana ambaye kwamba tuko naye pale ofisini anaweza kuifanya kazi hiyo, tutasherehekea zaidi, na akipewa nafasi tutaunga mkono na tumente wengine ambao watachukua nafasi yao pale kwenye shirika. Sitaki kuwa mrefu zaidi ya hivyo, madam, nasema tu asante.